Kuwapongeza watani wa jadi kwa pamoja Simba na Yanga kwa sababu mnaenda mkipiga hatua. Sasa hivi hatuoni Simba imekwenda Zanzibar, sijui imekwenda Morogoro au Yanga imekwenda wapi. Wote mko Dar es Salaam, mnacheza mechi na mnazitreat mechi hizi kwa ajili ya kupata pointi 3. Lakini kuna jambo huwa mimi linanitatiza. Tunaamini mashabiki ni muhimu kweli kweli. Hususan kwa sisi ambao tumebahatika masuala ya Covid hayajatuathiri, mashabiki wanaendelea kuingia. Lakini unapokuja swala la Simba na Yanga, atakayekuwa nyumbani anapiga kelele sana kwa ajili ya mashabiki kwenda uwanjani. Mashabiki wakienda mpunga unapatikana. Lakini mnasahau kuhusiana na pointi 3. Pengine mimi nikiwa mgeni katika mechi ya Simba na Yanga naweza kupiga kelele pia, mashabiki wakaenda wakatupa nguvu tupate ushindi. Kwa nini linatokea? Kwa sababu lipo. Kwa sababu leo uko ugenini utapiga kelele sana watu waende uwanjani. Yanga wakiwa wako nyumbani na wao watapiga kelele. Wao wananyamaza nyinyi mkiwa mko nyumbani. Kwa nini inakuwa hivi? Kwa maana nifikirie pointi 3. Mnafikiria pengine mpunga kwamba mimi nikiwa ugenini Simba atapata hela au Yanga atapata hela. Sijui, lakini Simba tuna ile mgawanyo wa majukumu. Mimi bahati nzuri sana nimejikita katika kuisemea cup kama jukumu langu kuu, lakini na kuleta hamasa kwa washabiki kwenye uwanjani. Wako ambao majukumu yao ni kusimamia operation na ushindi. Tumegawana majukumu. Wakati fulani tunashirikiana wote katika kutekeleza jukumu fulani, lakini huo ni mgawanyo tu wa madaraka na mgawanyo wa majukumu, kila mtu anasimamia eneo lake. Na kwa kufanya hivi, kwa hiki mimi ninachokifanya, maana yake ni kuchochea. Unajua Simba yani ukituambia watu wa Simba nini tunachohitaji Jumamosi baina ya points 3 na kupata hela, 10% tunahitaji hela, 90% tunahitaji point 3. Yani priority yetu by percentage 90% tunataka ushindi, 10% tunataka points 3. Kwa hiyo tunaupa uzito washabiki wetu, lakini kubwa tunataka points 3. Na kwenye eneo la ushabiki huwa naisema, na hapa ni sehemu kubwa lazima nilirudie, labda sauti yangu itafika kwenye masikio ya watendaji na serikali kwa ujumla. Kuna changamoto. Juzi last week nilisema kuna uhaba wa shabiki kwenye uwanja wa Taifa kwa Mkapa, hasa kwenye mechi za ligi kuu, tofauti na inavyokuwa mikoani. Nikawa naulizwa maswali mengi, why? Viongozi wa Simba wananiuliza why, mimi mwenyewe najiuliza why, waandishi wananiuliza why. Nimepata majawabu yako mambo matatu. Haya mawili madogo. La kwanza, ila ya watu wa Dar es Salaam kutopapatika. Yani hawapendi yani wanaweza kwa Simba washaizoea. Yani hawana shobu. Siku moja nilikuwa na Sibu kwenye supermarket moja maeneo ya Mikocheni. Tumeingia, wale wafanyakazi, wateja wenzetu mule wakauchuna na wakatuona Haji Manara na Neema, lakini wakitaka hivyo wakapotezea. Wakati mikoani mimi nikiingia supermarket mizogo ushaanzisha. Nasibu akiingia supermarket mizogo, yani zogo hasa hilo kweli. Kwa hiyo Dar es Salaam wana hiyo kiburi fulani hapo, ndio kina nani, you see. Lakini la pili ni ile watu wa Dar es Salaam hawana desturi. Yani wakishazoea kitu, yani mara moja mara mbili mabasi wanakiona tu cha kawaida. Kwa wakati mwingine Simba tunapata changamoto hizo. Lakini kubwa nataka kusema ni mfumo mbovu ambao sio rafiki wa kuingia uwanja kwa kupitia hizi kadi tunazoenda nazo. Sisemi taasisi, nataka niwe very clear, ile taasisi ya serikali sitaki baadaye waje nyumbani kwangu wananitie matatizoni. Niendeleeni na taasisi bora na naiheshimu. Lakini hakuna mahali duniani mchezo mpira wa miguu tunatumia mfumo ule. Ule sio mfumo. Edo Kumwembe unakwenda kwenye mashindano chungu mzima, tunakwenda kwenye World Cup, tunakwenda kwenye AFCON. Duniani nani anatumia electronic ticket kwenye kuingia uwanjani? Hakuna, isipokuwa Tanzania. Tunatumia paper hizi za karatasi kawaida. Ile kwa sababu sio kusomonia mtu ulichukua na nyumbani kwako, nimeangalia Derby, nimeangalia Bayern Munich na Madrid. Sasa hapa Tanzania mfumo wa kuingia uwanjani sio friendly hata tone. Ni mgumu mno, haumfanyi mshabiki kuwa na hamu ya kupata tiketi. Washabiki wa mpira kote duniani sio watu wa digital.
Hawa washabiki huu mfumo uwekeni kwenye mambo yenu mengine haya. Tunapata changamoto. Ndio kitaka kuamini, mwaka mmoja uliokwisha tumecheza mechi ya Simba na Yanga, over inapatikana mpaka 700 million. Nenda kaulize sema mapato tunapata. Nendeni kaulize. Juzi nilimsikia waziri mmoja anasema mapato yanapungua nje ya taifa. It's not true. Waziri, with due respect, it's not true. Nenda kaulize bodi ya ligi. Mara ya mwisho Simba na Yanga wamecheza, mapato yanapatikana bei gani? Sasa hivi yanapatikana bei gani? Na sababu ni hiyo tu. Mfumo huu haumfanyi mtu kuwa rafiki. Unaangalia hapa sasa hivi natumia message. Naambiwa jana tena imetoka kwenye group la Simba HQ. Anaandika nahangaika kupata kununua ticket kupitia online, bado hawajafungua. Hawa Tanzania watendaji mpirani. Kuna mtu ananiuliza hapa anapataje N-card? Yes, N-card hiyo mifumo ya wapi? Hiyo sio mifumo ya mpira. Kwa hiyo wakati tunalaumiwa, unajua sasa hivi kuna lugha, na bahati mbaya viongozi wenzangu wa mpira waoga hivi, yani sijui wanaogopa nini. Hii serikali ni sikivu, mkisema watasikia, mkikaa nayo mnalalamika pembeni hawasikii. Kila siku lugha nyepesi kwa watu wa mpira, viongozi wa mpira ni wezi. Na tumekaa kimya tu, tunaitwa wezi, tumekaa kimya. Unawezaje kuita viongozi wa mpira wezi? Kwa sababu ya mifumo mibovu ambayo iliyokuwepo. Nani mwizi kati ya viongozi wa mpira na wao wanaoiba kila siku wako kwenye mahakama za kifisadi? Nani mwizi? Tunaonewa bila sababu na Tanzania tumekaa kimya. Kwa mimi niwaombe viongozi wa mpira wote tuwe na kauli moja. Katika hili Yanga, Simba, timu zote za Dar es Salaam, hasa sisi kubwa wenye kusababisha na kuleta mapato, tuungane, tukatae ule mfumo unaoumiza Yanga, unaoumiza Simba, unaumiza vilabu vya mpira. Leo tumekaa kimya, tunapigana wenyewe kwa wenyewe, hatujui nini tunataka, watu wanakuwa wanatugawa na sisi tunakubali. Mimi ningekuwa kiongozi mkuu wa hizi club mwenye mamlaka, ningesema Simba na Yanga tunaweka stand hii ya mapato. Tunaumizwa hata katika hii issue ya gate collection ambayo TFF umetuwekea. Hili sio fair. Simba na Yanga zina collect mapato mengi kwenye mchezo. Leo Simba ikenda mikoani haipate single cent. Yanga haipate single cent. Hawa ndio wanaoleta watu kule. Wale washabiki wa Shinyanga, wa Mwanza, Mbeya wanaenda kupata Simba au Yanga. Wao kusiwe na mgawanyo wa mapato, angalau sisi tukenda mikoani tupate 30%. Hili haliwezi kusimama kama Simba na Yanga haziwezi kuungana. Kazi yetu kupigana, kazi yetu kubishana, kazi yetu kutafuta maarifa kwa wapi. Kulikuwa kuna mechi ya Simba na Gwambina. Imechezwa kama leo. Mashabiki waliojaa pale, chukua siku mbili zilizofuata Gwambina akacheza mechi pale na Mwadui. Yes. Kuna watu 8 walikuwa 8, yes. 2 days later, yes. 3 days later. Unaangalia hiyo fluctuation ilivyo. Yaani Simba na Yanga zikenda mikoani zinaanza kupokewa airport. Hivi ni timu za watu. Haji. Lakini kulikuwa kuna huo utaratibu kwamba timu zinagawana mapato. Mwisho wa siku zikaja zikabadilishwa. Nini ambacho kilitokea kwani hapo? Hakuna chochote kilichotokea, ni kwamba vilabu vya mikoani viliungana na vikaleta msimamo wa pamoja, kwa sababu wanajua wao mapato mengi ya kukwao mikoani, lakini zipige Simba na Yanga wakicheza wenyewe kwa wenyewe wanapata shilingi 500, 500, 450, 1500 mpaka zende Simba au Yanga. Sasa viliungana na sisi Simba na Yanga, kwa sababu hatuna ukujua Simba na Yanga kwa ukubwa wake. Natakiwa kabla season club zile kubwa zinakuja na tena za kuelewa watu wanaanza kukatakata. Kwa hiyo ni waombe washabiki, pamoja na hizo changamoto nilizosema za kadi na nini, lakini ndio kwa sababu mfumo uliopo. Wakati huu tukilalamika, tuseme kama tunalalamika hapo tununui. Tuendelee kununua, sisi wasemaji tutaendelea kupigia kelele huo mfumo, serikali hii sikivu chini ya mama ambaye jana ameistawisha Afrika kule Kenya. Basi inshallah lazima ule mfumo utabadilika. Ninapomwangalia yule mama Samia, mfumo huu no way kuendelea. Yule mama ni msikivu, atatusikia watu wa mpira, nini kilio chetu, inshallah utabadilisha.